Naam, unaposikia neno kahawa au jina kahawa, najua akilini mwako unachora taswira ya mmea. Si mmea tu, ila mmea ambao kwa kiwango kikubwa unachukua miaka mitatu ili kusonga hadi sentimita 30. Hebu angalia hili. Najua utajiuliza ni vipi na itakuwa vipi, lakini mmea huu ndio mmea pekee ambao unauzwa humu nchini Kenya pamoja na kimataifa. Na si hilo tu ambalo nalijua, mmea huu wa kahawa unachukua hadi miaka 100. Lakini wanasayansi ambao wanafuatilia mmea huu wanasema kwamba mmea huu kuanzia miaka 7 hadi miaka 10 ndio tu sehemu ambayo mmea huu unakuwa zaidi au unazaa zaidi kushinda zile miaka zingine za nyuma pamoja na zile miaka zingine za mbele. Aina yake ni mbili, mojawapo ni Arabica, ingine ni Robusta, na ambapo chimbuko la mmea huu ni Afrika tu, hapa hapa. Mmea huu ukiwa unapandwa kwa njia ya mbegu au haragwe. Wanasayansi husema kuwa Arabica ndio mmea pekee wa kahawa au aina ya mmea wa kahawa pekee ambao una harufu aina yake ni sawa hata hiyo kuliko hata Robusta. Wakulima ambao wapo kwenye sehemu ambapo mchanga ni mzuri zaidi wanasema kuwa kilo 750 hadi kilo 1200 katika ekari moja ambazo zinavunwa. Inashangaza sana, sio? Ila sehemu zingine duniani ambazo zinakuza mmea huu ni pamoja na India, Indonesia na Asia. Na hata hivyo wanasayansi hawajaachwa nyuma katika kuvumbua magonjwa ambayo yanaathiri mmea huu wa kahawa. Hemilia vestatrix ni mmojawapo ya magonjwa ambayo sana sana huathiri mbegu ya kahawa au kwenye matunda. Vilevile ingine ni Colletotrichum coffenum, ni wadudu ambao ni Staphylococcus hemj ambao sana sana huwa kwenye mbegu au kwenye mbegu hasa katika Robusta, Arabia, zote zinakuwa zinaathirika kutokana na ugonjwa huu. Ni hatua moja safi ambayo Wizara ya Kilimo imetenda au imeweza kuhakikisha kwamba wakulima wa mmea huu wanapata sehemu nzuri zaidi ya kuhifadhi mmea huu kabla na baada ya kusafirisha katika masoko ya kimataifa. Ila jukumu linaanza na mkulima mwenyewe pale ambapo anapotumia njia nzuri ya anapopanda mmea. Na uniweke pema, mimi ni Nyamoya Vincent. Kwaheri.